إن الحمد لله نحمده تبارك وتعالى الذي جعل لنا مواسم الخير لننال فيه التقوى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم يلقى ربه وبعد. Shukurani zote ni zake Allah tabarak wa taala. Ndugu zanguni wa Islam, ni lazima tumshukuru Allah subhanahu wa taala kutokana na kheri na baraka alizotujalia sisi kama ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Katika hizo kheri alizotujalia ni pale Allah tabarak wa taala alipotuwekea nyakati waja wa Allah subhanahu wa ta'ala watakaomcha Allah katika nyakati hizi watapata kheri na baraka, watapata thawabu kwa wingi kutoka kwa Allah tabarak wa ta'ala. Ndio maana kutokana na kheri hizi tunashuhudia kutoka mioyoni mwetu na kutamka na ndimi zetu ya kwamba hakuna Mungu apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mungu apasaye kuabudiwa kwa haki ni Mungu mmoja tu, Allah tabarak wa taala. Na pia tunashuhudia kutoka mioyoni mwetu na kutamka na ndimi zetu ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mja wa Allah, lakini zaidi yeye ndio mwisho wa mitume na manabii kutoka kwa Allah tabarak wa taala. Ya Allah, tunakuomba umpelekee salamu na kheri zako ye na hali zake na masahaba wake na watakaofuata mwenendo wake hadi siku wataporejea kwa Allah, nasi sisi na vizazi vyetu insha Allah utujalie kuwa miongoni mwa hao. Allahumma amin amin amin. إخوة الإيمان حباب رسول الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله جل في علاه، فإن بتقوى الله عز وجل تتنزل البركات وتعم الرحمات. ndugu zangu katika iman, na wahusia kumcha Allah kikweli kweli na bila kusahau nafsi yangu, kwa kuwa ndugu zangu katika iman kumcha Allah ndo sababu kuu itakayosababisha Allah subhanahu wa ta'ala kututeremshia rahma zake na baraka kutoka mbinguni. Kwa hivyo ndugu zangu wa Islam, siku hii ya Ijumaa Waislam tukikutana katika misikiti ni lazima kushauriana, na tena ushauri mzuri ni ule tulioonyeshwa na Allah tabarak wa taala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Falidhalika fi yawmina hadha aljum'a khutbatuna alyawm inwanuha yaqul, ndo maana katika siku yetu hii ya Ijumaa khutba yetu insha Allah taala inwanu yake tutazungumzia kwa mambo yafuatayo: min fadail awwal 10 ayami min dhilhijja. Katika khutba yetu ya leo insha Allah taala tutaelezea ubora na kheri zinazopatikana katika siku 10 za mwanzo za mwezi wa Dhulhijja. Ibadullah, kabla yote kwanza ni lazima tujue mwezi wa Dhulhijja ni mwezi gani. Ibadullah, mwezi wa Dhulhijja ni mwezi mfungo 3 ai mwezi wa 12 katika miezi 12 ya Kiislam ukifuatilia kalenda ya Kiislam. Na pia ndugu zangu katika Uislam, huyu mwezi wa Dhulhijja umo katika ile miezi minne mitukufu Allah aliyohitaji katika sura At-Tauba aya 36 pale aliposema Allah tabarak wa taala, baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, inna iddatash shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum fala dhalika dinun qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah tabarak wa taala katika aya hii akasema ya kwamba inna iddata shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah. Allah anasema kwamba miezi inayojulikana kwa Allah kama alivyoeleza katika kitabu chake kitukufu ni miezi 12 yauma khalaqa as-samawati wal ardi, kuanzia pale Allah alipoumba mbingu 7 na ardhi. Allah kaendelea kusema kwamba minha arba'atun hurumun, katika miezi hiyo 12 kuna miezi minne mitukufu. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, katika miezi hiyo mitukufu minne msidhulumu nafsi zenu. Yani ndugu zangu wa Islam, Allah kusema kudhulumu nafsi zetu ni watu kutenda madhambi katika miezi hii mitukufu minne, na hiyo miezi miongoni mwao ni mwezi huu wa Dhulhijja.
Allah anasema kwamba kutenda kheri katika miezi hii mitukufu, dhalika dinul qayyim, ni mja kuimarisha dini yake. Yani ukifanya kheri katika miezi hii utafanya nini? Allah subhanahu wa ta'ala utajikurubisha kwa Allah. Lakini ukifanya dhambi katika miezi hii utakasirikiwa na Allah tabarak wa ta'ala, na pia dhambi kwa Allah tabarak wa ta'ala utapata kwa wingi, wal iyadhu billah. Allah tukinge na kufanya madhambi katika miezi hii mitukufu. Ndugu zangu ni katika iman, Allah subhanahu wa ta'ala kama tunavyojua anavyotueleza ni kwamba ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam sisi tunaishi umri mfupi kulinganisha na umma zilizotangulia. Mfano Nuhu alayhi salam, watu wa zamani walikuwa wanaishi miaka mingi Sheikh. Mfano Nuhu alayhi salam amelingania watu wake katika njia ya Allah miaka 950, miaka 950. Lakini Sheikh Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam umri wake ameishi miaka mingapi? Miaka 63 Sheikh. Hivyo sasa ni kuonesha kwamba sisi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunaishi miaka michache, na pia Mtume amelingania watu wake miaka 23 Sheikh. Kwa hivyo na Mtume alithibitisha mambo haya kwa kusema kwamba umma wake ni umma, watu wake kwa ujumla wataishi miaka michache kulinganisha na umma zilizotangulia. Aliposema sallallahu alaihi wasallam, ummati ma baina 60 wa 70, hadith rawahu at-Tirmidhi wa Ibn Majah. Mtume katika hadithi anasema kwamba ujumla wa maisha ya watu wake katika umma wake wataishi miaka baina ya 60 na 70. Fama zada famin ni'matillah, lakini atakayozidisha miaka 70 itakuwa ni neema za Allah. Ndo maana ndugu zangu wa Islam, zama zetu hizi mtu akishakuwa na miaka 115 120 wakutana kwamba wanafanya nini? Watu watakuja kumtembelea kwa wingi. Ni kusema watangazaji wa habari watakuja hizo ndo zitakuwa habari za kuzagaa kwenye mitandaoni na sehemu nyingine Sheikh, kwenye television Sheikh, kwenye maradio lazima atazungumziwa sana, mtu amekaa miaka mingi. Lakini tukitazama Nuhu alayhi salam na wengineo wamekaa miaka mingi Sheikh. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala alaysa Allahu bihakamil hakimin, Allah subhanahu wa ta'ala ni hakim, tena mwenye haki, mwenye utawa, mwenye kufanya nini, mwenye kufanya mambo yake kwa usawasawa. Hakuna ubaguzi na hakuna kufanya nini kufadhilisha umma kwa umma nyingine Sheikh. Ndo hapa Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa kuwa tunakaa miaka michache, lakini akatuwekea nyakati watakaojaribu kufanya kheri katika nyakati hizi nao watapata kheri kama walizopata watu wa umma zilizotangulia. Na pia ndugu zangu katika iman, mja wa Allah kutamani kukaa miaka mingi si kuja kufanya nini, kuja kukaa hapa duniani na kula kheri za dunia. Hapana, mja wa Allah kutamani kukaa miaka mingi ni kupata nafasi ya kutenda kheri na apate thawabu kwa Allah. Ndo hivyo mja wa Allah akipata kitakachobadiri kheri na baraka za wale waliokaa miaka mingi, ya atatulia Sheikh. Kwa kuwa tuna mfano kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika sakaratul maut alikuwa akiomba dua, Allahumma rafiqul a'la, Allahumma rafiqul a'la, Allahumma rafiqul a'la, naomba Allah nikutane na Allah, naomba nikutane na wewe ya Allah. Yani alikuwa naomba Allah afanye nini katika malakul maut, ampeleke kwa haraka ili afanye nini, aenda kaanze kukutana na yale mema aliyoyatenda Sheikh. Kwa hivyo Sheikh, sisi Allah subhanahu wa ta'ala ummati Muhammad ametuwekea nyakati, tukifanya nini, tukijaribu kufanya mema katika nyakati hizi, nasi tutapata kheri na baraka. Na pia ndugu zangu wa Islam, tukirudi katika kisa, kwa nini Mtume alikuwa anakaa na masahaba wake akwambia kwamba kana mihali zaman, watu wa zaman, kana rajulan ghaza fi sabilillah 1000 shahrin, mtu amefanya nini, amepigana katika njia ya Allah miezi 1000, akajaribu kuishi na wazazi wake kwa wema miezi 1000, akajaribu kufanya kheri, kutoa sadaka na mengineo mema miezi 1000. Kisha masahaba wakawa na ghibti Sheikh, miezi 1000 ni miaka 30 na kitu, ni miaka 80 na kitu. Miezi 1000 ni miaka 80 na kitu.
Maswahaba waliposikia hivyo wakawa ni ghibtu, wakasema kwamba hivi kweli mtu aliyepigana katika njia ya Allah, akatoa sadaka katika njia ya Allah, akafanya khairi hizi miezi 1000, tunaona kwamba na khairi na baraka kuliko sisi? Wakawa wanaghibti, wakaanza kusema kwamba sisi kweli hivi mtu satakuwa na daraja zaidi yetu. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala akatuzawadia, akasema Lailatul Qadri khairu min alfi shahr. Allah akasema kwamba sisi ummati Muhammadi tumepewa Lailatul Qadri. Ila Lailatul Qadri ina ubora kuliko hiyo miezi 1000, yani usiku wa cheo. Ndio maana shekhe, katika nyakati bora tulizopewa, mwanzo kuna mwezi wa Ramadhan. Atakayefanya khairi katika mwezi wa Ramadhani, kama Mtume anavyosema, ukifanya fardha katika mwezi wa Ramadhani unalipwa kama mwenye amefanya unalipwa 70 kuendelea. Ukifanya sunna katika mwezi wa Ramadhani unalipwa kama mwenye amefanya fardha. Na mwezi wa Ramadhani mashaitani anakuwa idha jaa Ramadhani futihat abwabul jinan. Ramadhani, mwezi wa Ramadhani ukija, milango ya pepo hufunguliwa, wa ughliqat abwabun nar, na milango ya moto hufungwa, na sufitat fi shayatin. Katika mwezi wa Ramadhani Allah huamrisha wa malaika kuwafunga minyororo mashaitani na maibilisi, ili wasije wakashawishi waja wa Allah kwa kufanya ibada. Ndio maana unakutana katika mwezi wa Ramadhani misikiti inakuwa imejaa, kwa kuwa mashaitani anayowashawishi Waislamu anakuwa tayari amefanya nini, amefungiwa minyororo, amefungiwa sehemu fulani, haje tena kufanya nini, kuwashawishi na kuwapotosha kwa njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa Allah akaonesha kwamba katika khairi tulizopewa pako mwezi wa Ramadhani, pako usiku wa cheo, Lailatul Qadri khairu min alfi shahri. Usiku wa cheo, ibada moja utakayofanya katika usiku wa cheo unapata thawabu na khairi kuliko yule aliyofanya hizo ibada katika miezi zaidi ya miezi 1000. Hivyo ni kusema ni miaka 83 na zaidi. Kwa hivyo ndugu zangu wa Islam, na pia katika khairi tulizopewa kama ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuna yaumu Ashura, kuna ayamul bid, siku 3 za kila mwezi katika kila mwezi wa Kiislamu kuzifunga. Kuna mtu kufunga hizo ayamul bid tumeshataji. Kuna mtu kufunga yaumul ithnain wa yaumul khamis, Jumatatu na Alhamis. Watu wakifunga ni khairi shekhe, na mengineo. Na katika fadila za tulizopewa na nyakati bora tulizopewa kama ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kuna hizi siku 10 za mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja, huwa awwal 10 ayyam min Dhulhijja, na pia ni katika nyakati bora, ni katika zawadi tulizopewa kama ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukitenda ndani mambo mema, Allah subhanahu wa ta'ala atafanya nini? Atatulipa kwa maradufu, atatulipa zaidi kuliko wale waliotangulia katika umma nyingine. Ndugu zangu katika imani, na ubora wa siku hizi Allah anataja katika Qur'an. Soma suratul Fajr, Allah aliposema kwamba baada audhu billahi minash shaitani rajim, aya kwanza na hadi ya pili, Allah anasema kwamba wal fajri wa layalin ashir. Allah anasema kwamba na pia kwa alfajiri, na pia kwa masiku 10. وقال ابن كثير رحمه الله المقصود في هذه الآية هي 10 أيام من ذي الحجة. أي ابن كثير رحمه الله kasema kwamba Allah aliposema kwamba anapia masiku 10, Ibn Kathir akasema kwamba Allah alikuwa anamaanisha hizi siku 10 ni masiku 10 katika hizi siku 10 za mwanzo wa Dhulhijja. Na Allah tabarak wa taala kuonyesha ubora na khairi za siku hizi 10 ni pale aliposema katika suratul Hajj aya 27, haithu qala liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allahi fi ayamin ma'lumat. Allah kasema kwamba ili washuhudie manufaa yao na ili wakithirishe kulitaja jina la Mwenyezi Mungu Allah tabarak wa taala katika siku zinazojulikana. Waqalu alulama ay tafsir hadhihi alaya liyahdhuru ma yaudu lahum binaf'i min maghfirati dhunub, ay watu wafanya nini? Wahudhurie yale atakayowapa kufanya nini? Kupata manfaa na maghfira ya dhambi zao na kughafiliwa dhambi zao. Waliyahsulu thawabu wa tuwahidu kalima, na pia wapate thawabu na kufanya nini? Na kuunga umoja wao kama Waislam. Wayadhkuru ismallahi, na pia kufanya nini? Wapate namna na muda wa kufanya nini? Wa kutaja jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika iman, aya zinazozungumzia ubora na khairi za siku hizi ni aya nyingi shekhe, lakini ngoja tuone na hadithi moja au mbili zinazotaja ubora
wa siku hizi. Fani ibn Abbas radiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع ذلك بشيء. حديث رواه البخاري حديث رقم 969 وأبو داود na ametaja hadithi hii na lafzu at-Tirmidhi naye hadithi hii mtume anamaanisha nini? Hadithi iliyopokelewa na Ibn Abbas radhi za Allah ziwe juu yake na babake, anasema kwamba mtume amesema kwamba hakuna masiku ndani yake matendo mazuri anapokelewa na Allah kama yale matendo mazuri yatakayotendwa katika siku hizi 10 za Dhulhijja. Pia wakauliza wala jihadu fi sabilillah, hata na mtu mwenye kupigana katika njia ya Allah, huyo mtu mwenye kutenda khair katika hizo siku na mzidi mema. Mtume akasema wala jihadu fi sabilillah, hata na mwenye kupigana katika njia ya Allah, isipokuwa rajulun kharaja, isipokuwa yule mwenye ametoka katika njia ya Allah binafsihi, yeye ametoka binafsi wa malihi na akatoa mali yake katika njia ya Allah, falam yarji bidhalika bishay'in, na hakurudi, yani amefia huko jihad. Ni kusema watu wanaotoka katika jihad wana daraja 3. Wa daraja ya kwanza ni mtu mwenye anatoka yeye binafsi na mali yake, na daraja ya pili ni yule mtu anafanya nini, ametoka katika jihad lakini hakutoa mali yake. Daraja ya tatu ni yule mtu amefanya nini, yeye ametoa mali yake kwa watu wenye wanaopigana katika jihad lakini yeye amebaki nyumbani. Lakini hawa wawili, mwenye kutoka bila kutoa mali yake na mwenye kutoa mali yake bila yeye kutoka, hawa wote mwenye kufanya mema katika siku hizi 10 anamzidi mema, isipokuwa huyu wa daraja ya kwanza naye mzidi ni yule mwenye ametoka binafsi na akatoa mali yake. Hadithu rawahu al-Bukhari, hadithi imepokelewa na Bukhari na Abu Daud na akapokea, walaftu lahu at-Tirmidhi na at-Tirmidhi na amepokea, wa Ibn Majah na Ibn Majah. Ndugu zangu katika iman, na pia bora na khair za siku hizi ni hadithi وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أفضل وأحب إلى الله العمل فيهن من هذه الأيام العشر ذي الحجة فاكثروا فيها من التحريل والتكبير والتحميد. حديث رواه الطبراني. نا ابن عمر الله سبحانه وتعالى ampe rehma na ampe radhi na babake, amesema kwamba hakuna siku matendo mema yanakubaliwa na Allah na kupendwa na Allah kama matendo yatakayotendwa katika siku hizi. Ndio maana mtume amesema kwamba katika siku hizi wakthiru fihinna, watu wafanye nini? Takbir, kumkuza Allah, Allahu akbar, wa tahlil la ilaha illa Allah, kusema la ilaha illa Allah, na tahmid na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema alhamdulillah. Ikhwata al-iman, hababa rasulillah, kutokana na khairi za siku hizi kama tulivyotaja, yustahabbu lilmuslim an yastakbiru hadhihi al-ayyam al-10 dhil-hijja bihadhihi al-a'mal. Ni bora muislam kupokea siku hizi kwa kutenda matendo yafuatayo, ai ibada zifuatazo. Ibada ya kwanza, nastakbiru bihadhihi al-ayyam, nastakbiru hadhihi al-ayyam al-mubarak bil-istighfar. Siku hizi tuzipokee kwa kufanya nini? Kwa kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa sisi sote binadamu ni wafanya makosa, kama vile alivyotaja Mtume Muhammad akasema kwamba kullu banu adam khata wa khairu khata'ina at-tawwabuna. Si sote bin adam tunafanya makosa, lakini mwenye makosa Allah anayemtaji ni yule mwenye anayemhitaji, ni yule mwenye kufanya nini? Kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana na Nuh akaambia tubu ila barikum, mfanye nini? Tutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nuh akaambia watu wake astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, mfanye nini? Mtubia kwa Allah, muombe maghfira Allah, kwa kuwa Mola wenu Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kughafiria madhambi yote. Kwa hivyo ndugu zangu wa Islam, kwa nini nawahimize kufanya nini? Kupokea hizi siku kwa kufanya istighfara kwa wingi, ni kutokana na khairi za watu wenye kufanya istighfara. Allah anaposema katika aya ya Qur'an, ba'dhu billahi minash shaitani rrajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lilmuttaqin. Allah katika aya hii anasema kwamba wasari'u, kimbilieni, halakieni kutafuta maghfira, msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa wenye kufikiwa na msamaha wa Allah malipo yao watapata janna, na unene wa janna hiyo
ni kama hizi mbingu 7 na hii ardhi. Allah haya ameandalia wenye kumcha. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tukimcha Allah na Allah subhanahu wa ta'ala, zawadi atakayotuzawadia atatupa janna. Na pia nadhani nia ya kila Muislamu ni kuingia katika janna. Ndio maana ndugu zangu ni Waislamu, Muislamu akikuombea dua akasema Allah kujalie kupata janna, unasema Allahumma amin, unaona kwamba amekutakia kupata khair Sheikh. Kwa hivyo tukipata maghfira tutafanya nini? Tutapata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada ya pili ndugu zangu ni Waislamu ni kufanya nini katika siku hizi 10? Tujaribu kusoma Qur'an, iktharu min qira'ati al-Qur'an al-Karim, kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi Sheikh. Kwa kuwa ndugu zangu Waislamu, kwa nini? Kwanza ni kwa kuwa mtu akisoma Qur'an anapata thawabu zaidi Sheikh. Pale aliposema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan fi kitabillahi falahu bihi hasana wal hasanatu bi'ashri amthaliha wala aqul alif lam mim harf walakin alf harf wa lam harf wa mim harf. Mtume sallallahu alayhi katika hadithi anasema kwamba atakayesoma herufi katika kitabu cha Allah atapata hasana, atapata thawabu, atapata khairi, na khairi hizo ni mfano wa thawabu 10. Mtume akasema kwamba si sema kwamba alif lam mim, wenye wanasoma Qur'an wanajua kwamba hizi hurufu al-muqatta'a, mfano suratul Baqara aya ya kwanza ni alif lam mim, yani ukisoma alif lam mim si thawabu moja. Lakini Mtume anasema kwamba alif harf, alif ni harfu unapata thawabu 10, lam harfu na lam ni harufu pekee unapata thawabu 10, wa mim harfu pekee na mim nayo ni harfu pekee yake unapata thawabu 10. Hivyo nikisema alif lam mim unapata thawabu ngapi? Thawabu 30. Huo ni ubora wa kusoma Qur'an. Na pia kwa nini tunawahimiza kusoma Qur'an katika siku hizi? Ni kwa kuwa Mtume anasema kwamba sote tunataka khairi za dunia. Mtume anasema kwamba man arada dunia falahi bil Qur'an, anayetaka kupata khairi za dunia au anakithiri kusoma Qur'ani kwa wingi. Wa man arada al akhirah, na anayetaka khairi za akhirah naye au anasoma nini? Anasoma Qur'ani kwa wingi. Sasa ndio hivyo ndugu zangu Waislamu, ni bora Waislamu kusoma Qur'an. Ndio maana na Mtume katika hadithi anasema kwamba al-Qur'anu hujjatu laka au alayka, Qur'ani siku ya kiyama itakuja kukutetea kwa kuli kuna isoma kwa wingi, ama Qur'ani itakufanya nini? Itakuja kuambia Allah subhanahu wa ta'ala kwamba huyu mja amenipa mgongo, na wewe ya Allah mpe, na wewe usimpe khairi katika siku hii. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tusome Qur'ani ili yaumul qiyama Qur'ani nayo ifanye nini? Ije kututetea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada tatu insha Allah taala, al-iktharu min al-adhkar, kufanya adhkari kwa wingi. Tufanye nini? Tujaribu kufanya adhkari kwa wingi ndugu zangu Waislamu. Kwa nini tufanye adhkari kwa wingi? Kwa kuwa tunajua kwamba mathalu alladhi yadhkuru rabbahu kamathali al-hayy walladhi la yadhkuru rabbahu kamathali al-hayy wal mayit, mfano wa watu wenye kumdhukuru Allah na wasio kumdhukuru Allah ni mfano wa watu wazima na wenye kufariki. Na pia Mtume anasema kwamba Allah katika Qur'an amesema kwamba fadhkuruni adhkurukum, yani tukimdhukuru Allah, tukimkumbuka Allah, Allah tabarak wa taala anatafanya nini? Atatukumbuka. Kwa hivyo insha Allah taala tufanye nini? Tumkumbuke Allah subhanahu wa taala, tufanye adhkari kwa wingi. Rabi'an, na jambo la 4 ama ibada 4, istiqbaluhum bisawmi, ni bora kufanya nini? Kukabiliana na siku hizi kwa kufunga. Ndugu zangu Waislamu, bora kufunga siku hizi ni bora gani? Tunatoa wapi? بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بذكر آيات الحكيم فاستغفروا إنه الغفور الرحيم وهو البر الكريم. بسم الله والحمد لله نحمده تبارك وتعالى مرة ثانية، ثم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. Tunaanza pia na jina la Allah subhanahu wa ta'ala, na pia kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala katika hutuba yetu ya pili, na kumtakia rehma na aman kiongozi wa umma hii, naye si mwingine ni mtukufu wa daraja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye na ahli zake na masahaba wake na watakaofuata mwenendo wake hadi siku watakaporudi kwa Allah tabarak wa taala. Nasi tunamuomba Allah subhanahu wa taala tujalie kuwa miongoni mwa hao sisi na ahli zetu, Allahumma amin. Ndugu zangu katika iman, kama tulivyoeleza, ibada 4 tutakayoifanya katika siku hizi 10 za mwanzo za mwezi wa Dhulhijja ni istiqbaluha bisawmi, ni kupokea siku hizi kwa somo. Kwa kuwa ndugu zangu katika iman, mwezi huu wa Dhulhijja kufunga ni sunna, si fardha, au kama vile tulivyoelezwa na maulama wetu wa Kiislam waliposema kwamba lianna
يعتبر الصيام في الأيام العشر من ذي الحجة من صيام التطوع وليس فرض، ولا يشترط صيامها كلها، فمن صام منها يوما أو يومين فقد تقرب إلى الله بعمل صالح يؤجز عنه. Maana maneno haya maulama wanasema kwamba ni bora watu kufanya nini? Kupokea hizi siku 10 za Dhulhijja kwa kufunga, lakini saumu ya siku hizi 10 za mwanzo mwezi wa Dhulhijja si fardha, si amri kuzifunga, bali ni sunna. Ndio maana atakayefunga siku 2 atapata thawabu za hizo siku 2 alizofunga. Atakayefunga siku 1, siku 3, ni kutokana na kadri ya uwezo wako, utafunga siku uwezazo. Falidhalika siku utakazozifunga utafanya nini? Utapata thawabu kwa Allah tabarak wa taala. Ndio maana ndugu zangu wa Islam, hadithi inayotueleza kutuelekeza kwamba kufunga siku hizi ni katika sunna. Fa an Hafsa radhiyallahu anha, Hafsa radhiyallahu anha, radhi za Allah ziwe juu yake, ameeleza kwamba qalat 4 lam yakun yad'ahunna Rasulullah, kuna mambo 4, kuna ibada 4 Rasul hakuacha kuzifanya katika maisha yake sallallahu alaihi wasallam. Hafsa kaeleza kwamba siyamu yaumu Ashura, kufunga siku ya Ashura, wal ashr, na kufunga hizi siku 10 za Dhulhijja, za mwanzo wa Dhulhijja, wa 3 ayam min kulli shahri, na kufunga siku 3 za kila mwezi wa Kiislamu, ay ayamul bidha, wa rak'atayn qabla al-ghada, na raka 2 kabla ya ghada. Kwa hivyo ndugu zangu wa Islam, ni bora na ni sunna kufunga siku hizi kwa wenye uwezo, lakini ndugu zangu wa Islam wasiokuwa na uwezo na hiyo iman, lakini inshallah tunawahimizi kufunga siku ya 9 wasiokuwa katika ibada ya haji, kwa kuwa wenye kuwa ndani ya ibada ya haji si hawalazimishwi ama si katika sunna kufunga siku ya Arafa. Lakini watu wasiojaliwa kufanya ibada ya hija ni lazima wafanye nini? Ni bora kufunga siku ya Arafa. Na siku ya Arafa kama tulivyoeleza ni siku ya 9 ya mwanzo katika huu mwezi wa 12 wa Kiislamu Dhulhijja. Na ubora wa kufunga siku hii ya Arafa, kama rawa ahlu sunan sahha anhu anna siyamuhu yukaffiru sanatu almadiyati walbaqiya, ni kwa kuwa ahlu sunna anasema kwamba mtume ameeleza kwamba mtu akifunga siku ya Arafa lakini mtu hakuwa na bahati ya kufanya hija, anafanya nini? Anaghafiliwa Allah na kusamea madhambi ya mwaka uliopita na mwaka ujao. Hiyo ndo bora ya kufunga, ndo bora na faida ya kufunga siku ya Arafa. Hadithu rawahu Muslim, hadithi imepokelewa na Muslim. Na pia ndugu zangu katika iman, tujua kwamba hii siku ya Arafa kwa nini tufunge? Ni kwa kuwa na pia siku ya Arafa ni siku Allah anaookoa waja wake moto wa jahannama kwa wingi, kama vile alivyoeleza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haithu qala ma min yawmin aktharu min ayutaqu Allahu fihi abdan min an-nari min yawmi Arafa. Mtume akasema katika hadithi hii, hapana katika siku ambayo zaidi anayogomboa Allah tabaraka wa taala mja wake kwa moto kama siku ya Arafa. Ndio maana ndugu zangu katika iman, hiyo ni bora. Watu wasiokuwa katika ibada ya hija kufunga siku ya Arafa ni sunna. Na ibada 5 ndugu zangu wa Islam, kujaribu kufanya nini? Kufanya hija katika hizi siku 10 za Dhulhijja. Kwa nini Waislam? Ni kwa kuwa watu wenye kuwa na uwezo na pia wana uwezo wa kiafya na kimali kufanya ibada hii ya hija ni bora zaidi, kwa kuwa kwanza hija ni nguzo katika nguzo 5 za Uislamu. Pili, ibada hija mtu akifanya, ndugu zangu wa Islam, kuna khairi nyingi. Kwanza ni mtu akifanya hija ikikubaliwa kwa Allah atakusamea madhambi yako yote uliyoyafanya kabla ya kufanya ibada hii ya haji. Na pili, hadithi inaeleza hapo Mtume amesema kwamba man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yawmi waladatu ummu. Mtume anasema kwamba mtu atakayefanya ibada ya hija asijafanya hakufanya ndani madhambi au hakufanya ndani ufiska, atarejea kwake kama ile siku aliyozaliwa na mama yake. Na Mtume pia akazieleza ubora wa hija kusema kwamba qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhajjul mabrur la jazaa'ata lahu illa aljanna. Mtume anasema kwamba hija iliyofanywa kwa sharti zake na ikatendwa kama vile tulivyoelekezwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakuna mwenye kuifanya
jaza atakayoipata, hakuna malipo atakayoyapata isipokuwa kupata janna. Ndugu zangu Waislamu, sote tunatamani kupata janna, lakini alhajjul mabrur la jazaa lahu ila aljanna. Haji yenye kukubaliwa jaza yake ni kupata janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwisho kwa ibada ya hija, ndugu zangu Waislamu, Mtume anaeleza kwamba watu wenye kubaliwa dua zao kuna haji na mwenye kuombewa dua na haji. Sheikh pale aliposema Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, yaghfiru Allahu lilhujaji walman istaghfara lahu alhaj. Mtume akasema kwamba sallallahu alayhi wasallam anaghufiliwa na Allah anayehiji na anaghufiliwa atakayeombewa maghfira na anayehiji. Huu ni ubora na kheri za kufanya nini, za kufanya ibada hii ya hija. Ndugu zangu Waislamu, katika hizi siku pia ni kufanya nini? Ni kufanya takbirat, kumkuza Allah subhanahu wa ta'ala, wa tahrir na kumhariri Allah subhanahu wa ta'ala, na wa tahmidi na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa Allahu akbar, kwa kusema Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar walillahi alhamd. Mambo haya tunayasema kwa kuyakithiri kwa wingi, ndugu zangu Waislamu, sana sana katika hizi siku 10 za mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja, hizi siku 10 na pia ayamu tashriki. Tunafanya nini? Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ili tupate kheri na baraka kutoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Ndugu zangu katika iman, pia tujue kwamba hii sunna ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala katika kumtaji Allah katika hizi siku 10 ni sunna. Waislamu wengi wameisha fanya nini? Wameisha ihama, hawataki kuifanya. Kwa hivyo tujaribu kufanya nini? Kurejesha hii sunna, kwa kuwa Mtume amesema kwamba man ahya sunnati, atakayohisha sunna yangu iliyofariki, naye ajue kwamba atapata kheri na baraka kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa sauti zetu, lakini kwa kina mama ni bora kufanya nini? Wamtaja Allah, lakini kwa sauti ya chini, wasije kufanya nini? Wakatoa sauti zao, kwa kuwa tunajua katika sunna wanawake sio lazima kufanya nini? Sio lazima kutamka na kutoa sauti zao. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, ni bora siku hizi tuzipokee na kwa shangwe na vigeregere na kutenda yale tuliyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ili sote tuje kupata khairi na baraka. Ndio maana tunahitimisha kwa hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema ya kwamba kullukum tadkhuluna aljannata illa man aba, qila wa man ya'ba ya Rasulullah. Mtume amesema kwamba kullu ummati, umma wangu wote nyote mtaingia katika pepo, illa man aba, isipokuwa yule hataki. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah. Maswahaba wakashangaa wakamuuliza, ya Rasulullah, nani asiyetaka kuingia katika janna? Mtume akasema kwamba man ata'ani, atakayeyatina kuyatenda yale niliyomuelekeza, huyu ndio mwenye anataka janna. Wa man asani, na atakayeyapa mgongo yale niliyowaelekeza, huyu ndio mwenye hataki kuingia katika janna. Ndio maana ndugu zangu Waislamu, kufunga siku hizi, kusoma Qur'an katika siku hizi, kumtaji Allah sana katika siku hizi, unaona kwamba kheri na baraka tutakazozipata. Kufunga siku ya Arafa. Kwa hivyo insha Allah taala, Allah tujalie kuwa miongoni mwa wale wanaosikiliza maneno na kheri wanafanya nini, na maneno mazuri wanafanya nini, wanafuata, kwa kuwa tunajua kwamba fa inna asdaqal hadith kitabullah, maneno mazuri ni yale tulioelekezwa na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na njia bora itakayotufikisha kwa Allah ni ile njia tulioelekezwa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hatuwezi kuhitimisha hutuba yetu bila kumswalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama vile tulivyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala aliposema ya kwamba inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah katika aya hii anasema kwamba kwa hakika Allah tayari ameshafanya nini? Ameshamteremshia rahma zake na amani mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wa malaika wanafanya hivyo wote. Ya ayyuhalladhina amanu, Allah anasema kwamba na nyie mlioamini, sallu alayhi wa sallim taslimu, mswalie mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وارض اللهم عن الاربعه الخلفاء الراشدين منهم ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابه من البشرين بالجنه، ونحن معهم بعفوك يا اكرم الاكرمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. يا الله tunakuomba ya Allah ukubali maombi yetu ya Allah. Ya Allah tunakuomba utujalie kwa miongoni mwa wale watakaotenda mema katika hizi siku 10 za
mwanzo za Dhulhijja. Ya Allah, tunakuomba ya Allah, mahujaji ukubali hija zao na kubali dua zao utakazoziomba ya Allah, na pia sote tukutanishe katika janna yako ya Allah. Ya Allah, tunakuomba utupe mema hapa duniani na kesho akhira tuweke katika miongoni mwa wale utakao wapa janna yako ya Allah. Ya Allah, tunakuomba tupe khairi ya Allah, tunakuomba tukubalie matendo tutakayotenda katika siku hizi 10 za mwanzo wa Dhulhijja. Wa sallallahu sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.